Bwana Yesu asifiwe. Mithali mstari wa 31. Tutasoma mstari wa kwanza tuanzie 1. Maneno ya mfalme Lamweli, usia uliofanywa na mama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lamweli alimpa usia baba yake na mama yake ili aweze kuyatenda yaliyo mema machoni mwa wengine. Alipata usia kutoka kwa mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Usia mama ukimpa mtoto wako, unaweza kufanya kazi nzuri mbele za watu wengine. Huyu Lamweli alikuwa ni mfalme, lakini usia aliupata wapi? Aliupata kwa mama. Maana yule mama alikuwa ni mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke mcha Mungu anafanya vitu vizuri. Mwanamke mcha Mungu ana mambo mengi ya kufanya kwa ajili ya familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mcha Mungu ana mambo mengi kwa ajili ya ndoa yake. Ana mambo mengi kwa ajili ya watoto wake. Ana mambo mengi kwa ajili ya kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuti, naomba unisomee Mithali. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe humwamini, wala hata kosa kupata mapato. Humtenda mema wala si mabaya. Amina. Siku zote za maisha yake hutafuta sufu na kitani. Hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Afanana na merikebu za biashara. Huleta chakula chake kutoka mbali. Tena huamka kabla haujaisha usiku. Unafananishwa na merikebu, ambayo merikebu hutoa mizigo toka nchi zingine. Kwa hiyo inakubidi mwanamke ufanye kazi ili kubeba kitu kingine kwa ajili ya kusogeza katika familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mwanamke wa kujibweteka tu, uwe ni mwanamke wa kutunza. Ukisoma pale Mwanzo sema utunza moyo wa mume wake. Haleluya. Hutunza moyo wa nani? Wa mume wake. Maana kuna wanawake wamekaa tu kwa ajili ya kutunza vikoba. Lakini huyu mwanamke mcha Mungu kazi yake ni kutunza moyo wa mume wake. Kazi yake ni kutunza familia yake. Kazi yake ni kutafuta vitu kutoka mbali ili asogeze katika familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Ili familia iwe na amani, ni pale mwanamke anafanya kazi. Haleluya. Fanya kazi mwanamke. Sogeza vitu ndani ya nyumba yako. Hata kama mume wako ana hela sawa. Ukiendelea kumsoma huyu mwanamke anasema taa yake haizimiki. Kwa nini taa isizimiki? Maana muda wote anafanya kazi. Muda wote anatafuta. Biblia imesema kwamba mtakapofunga ndoa mwanamke ni nani? Ni msaidizi. Maana yake umsaidie. Si kila kitu yeye baba, kila kitu yeye baba. Hapana. Mwanamke wa Mithali ni msaada. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke wa Mithali ni msaidizi. Msaidie baba naye ajienjoy kwamba nina mke katika nyumba yangu. Haleluya. Haleluya. Si lazima uende mbali, si lazima ufanye kitu kigumu. Fanya hata kusuka mkeka, ni faida katika familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana mwingine anasema mimi nitapata wapi mtaji wa kwenda Mwanjero? Nitapata wapi mtaji wa kwenda niende Malawi? Bwana Yesu asifiwe. Fanya kazi ambazo zinaweza zikamsogeza hata mume wako uweponi mwa Mungu. Kwanza kabisa uwe mwanamke muombaji. Pili uwe mwanamke mtafutaji. Utafute katika familia yako ili usiwe mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wanawake wengine ni mizigo, wababa wanapata shida. Kusuka kiri hawezi. Haleluya. Yaani hata kufijanga tu udongo uliopo nje ambao amepewa na Mungu hawezi. Leo mwanamke unakumbushwa katika Mithali kwamba mwanamke uwe mchapa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mwanamke wa mfano, uwe mwanamke wa kubeba vitu toka mbali. Ufananishwe na merikebu, ufananishwe na mtu ambaye anafanya biashara. Haleluya. Fanya kile kitu ambacho Mungu amekupa ili mume wako naye afurahi. Haleluya. Sio kila kitu baba. Kila kitu baba.
Haya, amekuja mama yako, baba, maana wewe huwezi kufanya chochote, ni baba. Haleluya. Watoto wanapata shida, wanawake niwaambie, maana mwanamke anamtegemea mume. Yeye kama yeye hana chochote cha kushika, anapokuja mama yake amemnyima. Wababa wanapata shida. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Hajamnyima. Na wewe saidia, fanya kazi mwanamke, uwe wa mfano. Shule hujasoma ni kweli, lakini Mungu ametupa kazi nyingi. Afu wanawake ametupendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametupendelea. Maana unapotembea unakuta mboga unachuma, unaenda kuuza, unapata hela. Utembee huku unapita udongo na finyanga, unauza. Si mwanamke umepewa vitu vyote? Bwana Yesu asifiwe. Uwe moyo wa mume wako, uwe mlinzi wa familia yako. Utailindaje familia yako wakati umelala? Utailindaje familia yako wakati we huna chochote cha kushika? Bwana Yesu asifiwe. Shika kitu mwanamke, fanya kazi mwanamke, ili nyumba yako iwe na heri. Haleluya. Nyumba yako iwe na heri. Akija mama mkwe naye afurahie matunda yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume, Mungu akubariki sana. Mwanaume, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ila mwanaume, sema mwanaume, unapoongeza familia nyingine unaleta mgogoro ndani ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Acheni kututesa jamani, tunateseka. Usiongeze familia nyingine. Unapoongeza kile kidumu cha pembeni kinaleta shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinaleta mgogoro ndani ya ndoa. Ndoa nyingi hazishikiki, ndoa zinayumba. Ni kwa sababu ya nini? Ni ya yule mwanamume. Lakini sababu ni sosi, ni mwanamke hafanyi chochote. Haleluya. Lakini mwanamke ukijishughulisha, mume wako akifika, ukimkarimu, umebata na kakuku umetoka kwa mama yako, umemletea, naye anasema asante Mungu ulinipa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si kila kitu namtegemea baba. Hiki namtegemea baba. Na we pia ufanye kazi. Fanya kazi mwanamke. Tuingie kwenye somo letu, Mithali 15. Soma. Huamka kabla haujaisha usiku, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula, na wajakazi wake sehemu zao. Huangalia shamba akalinunua, kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu. Amen. 17 hujifunga nguvu viunoni kama mshipi. Amen. Hutia mikono yake nguvu, huona kama bidhaa yake ina faida. Taa yake haizimiki usiku. Amen. Hutia mikono yake katika kusokota, na mikono yake huishika pia. Niendelee 20. Huwakunjulia maskini mikono yake, naam, huwanyoshea wahitaji mikono yake. Amen. Utawakunjulia nini wakati wewe unategemea tu baba? Kila kunapokucha baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema taa yake haizimiki. Hufanya kazi kwa mikono yake. Hununua shamba kwa mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata mume ukinunua shamba anafurahi, kama igizo lilivyoonekana mahali hapa, kwamba unaponunua shamba unamwambia baba, na mimi nilikuwa na 10,000 nimenunua shamba. Unategemea mwanaume yeye atachukie? Bwana Yesu asifiwe sana. Atafurahi, anajua nimepata chombo. Atafurahi, anajua nimepata mwanamke wa mfano. Atafurahi akasema nimepata msaidizi wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapoona wewe unaamka asubuhi, unaamka unafanya shughuli, unaamka unamwombea mume wako anapoenda kazini, unaombea familia inapoenda shuleni, mwanaume anafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Maana wanawake wa sasa hivi jamani, tuseme, kunapokucha asubuhi, kwa sababu ni mfanya biashara na shughuli, basi
Hajui mtoto alivaa soksi namna gani, kae upande alivaa nyeupe, upande alivaa nyeusi, yeye haelewi. Bwana Yesu asifiwe. Utakuta baba anahangaika naye kule maji, hana ya kuoga, lakini yeye anakimbilia Tukuyu kujumua. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo sio mwanamke wa mfano. Huyo sio mwanamke. Mwanamke wa mithali alifanya kazi kwa ajili ya maandalizi ya familia yake. Ndio maana akawa moyo wa mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanawake tunawasihi, kama ni biashara ni kweli ni nzuri, lakini angalieni familia. Unapowahi kwenda Tukuyu, angalia mtoto wako socks, je, iko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunakimbilia biashara basi mume hamna kumpikia chakula kwa sababu wewe una hela. Hapana, sio moyo huo. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na moyo wa mithali, tuwe na moyo wa mfano, tuwe wachapa kazi, lakini tuangalie wa nyumbani mwetu. Wewe amekuja mama mkwe kwa sababu sio mama yako, basi ni adui. Bwana Yesu asifiwe. Basi baba anakuwa anatazama jicho moja hivi, atamkarimu mama yangu yake hiyo ambaye amepata Tukuyu. Haleluya. Utakuta amefika mama wa mwenzio, unamwangalia kama sio mama. Wewe sio mwanamke wa mithali. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke wa mithali alijali hata familia zote pande mbili. Alimwangalia mama mkwe, aliangalia familia ya mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuangalia upande wa kwake. Haleluya. Tutamsoma mwanamke mmoja ambaye alikuwa kwenye kitabu cha Ruth. Naomi, ukimsoma Naomi alikuwa ameondoka na wakana zake kwenda sehemu na mume wake. Lakini ikawa bahati mbaya watoto wa Naomi wakawa wamekufa. Lakini ukisoma yule mwanamke hakumwacha yule mama mkwe. Bwana Yesu asifiwe. Alisema mama nitakutunza. Halijali. Alikunjua mikono yake. Yule mwanamke ukimsoma alifanya vibarua ili amlishe mama mkwe. Lakini wewe na mimi kwa sababu mume wako amekufa, basi sitaki mtu akanyage hapa, maana atafuta hela mwenyewe, maana nafanya hiki mwenyewe. Hapana. Yule mwanamke hakumkimbia yule mama. Yule mama alipojisemesha hakukimbiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata yule mwanamke alikolala alilala vizuri. Aliamini nimeacha mtu, nimeacha jembe ambaye alikuwa ni msaidizi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Aliona kuna faida ambayo nimeiacha. Sio mwanamke uwe hasara katika familia. Hapana. Kanisa la Mungu, Mungu atubariki sana. Tumpende Mungu, maana Mungu ametuchagua katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kila mmoja aliyekaa hapa ni uchaguzi wa Mungu. Kuna watu wamekaa mitaani hawaelewi cha kufanya, lakini mimi na wewe tumepata kibali. Ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumshukuru sana Mungu aliyetupa kibali. Haijalishi tuko namna gani, haijalishi tumepita wapi, lakini Mungu ametukalisha mahali hapa kwa makusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana makusudi na maisha yetu. Kwa hiyo inahitaji tubadilike. Tubadilike, tumwamini Yesu Kristo. Ana ndiye aliyetuchagua katikati ya wengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Ebrania 12 mstari wa 29, kinaeleza habari ya ibada. Habari ya ibada haimchagui mtu. Habari ya ibada inamchagua yoyote aliyeingia, yoyote aliyechagua kufika. Bwana Yesu asifiwe. Ibada inatoka wapi? Ibada iko ndani ya mtu. Ibada haiko kwenye mwili, iko ndani. Ndio maana hata ukimwambia mtu simama, anasimama, maana ndani ya moyo wake tayari kwa ajili ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kujiangalia yeye jinsi alivyo, anaangalia Mungu anasemaje juu ya maisha yake. Anaangalia ni Mungu aliyemwamsha toka alikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengine ukifika hapa ibada anaiona kwa jirani. Biblia inatuonyesha Daudi alisema ibada ilionekana kwako, ikaonekane kwako baba, ikaonekane kwako mama. Bwana Yesu asifiwe. Unapoingia mahali hapa, amini kwamba umekuja sehemu sahihi. Simama kwa ajili ya kumwabudu aliye hai. Usimame ya kutazama mwingine anafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Wakisema simama, simama na maana Mungu ndiye wa kwanza kuliko vyote. Kwa sababu moyo wako umejiandaa, uko tayari kwa ajili ya kutumika, uko tayari kwa ajili ya kusema na Mungu. I say simama kwa wakati wako.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema walisimama, walimwabudu aliye hai. Hawakaangalia wamevaa nini, waliangalia Mungu anasema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliangalia huyu mwanzishaji anasemaje. Stani amesema tusimame, lakini mbona Mungu amesema nimesimama kabla ya kusema? Haleluya. Ibada ya kulazimisha sio ibada. Ibada nzuri ile ambayo inatoka moyoni, ambayo imekuvuta toka ulikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Maana umetoka nyumbani ili ukamwabudu aliye hai. Mwili wako ni sadaka ya Mungu. Mwili wako ni sadaka mpendwa. Si kwamba aliyeshinda kufika ya anapenda, hapana. Mungu amekuchagua katikati ya wengi. Bwana Yesu asifiwe. Ukichaguliwa katikati ya wengi, mtumikie Mungu aliye hai. Usiangalie ni nani aniangalia mimi. Angalia ni nani anasema na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia unasema na nani. Barikiwe mpendwa. Angalia Mungu amesemaje juu ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni neema. Amekuchagua kwa huruma na neema yake tu. Wanaposema simama, tuimbe, abudu kama hautaabudu tena. Piga magoti kama hauwezi kupiga tena. Mwambie Mungu asante, umenipa miguu ya kupiga magoti. Haleluya. Haleluya. Wakisema nyosha mkono, nyosha. Usimwangalie jirani. Angalia moyo wako ulio tayari. Mwangalie Mungu wako anasemaje juu yako. Kile ulichokiacha nyumbani ni Mungu amekupa, rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wanawake wengine wakipendeza wakisema haya sasa tupige magoti. Anaangalia amevaa kiatu gani, anaangalia yeye amepaka makeup gani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo makeup haitakupeleka mbinguni. Kitachakupeleka mbinguni ni goti. Ni kushuka na kunyenyekea. Ukishuka na kunyenyekea mpenda, utaonana naye. Maana yeye anatusubiria pale. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kutafuta njia ya kwenda mbinguni. Hatutafuti njia nyingine. Haleluya. Tuko hapa kwa ajili ya kujadili safari yetu iendeje. Ndio maana tunasema piga magoti ili safari iende salama. Ndio maana tunasema simama mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Simama mama, umwabudu Mungu aliye hai. Usiangalie mavazi, usiangalie ufahari ulionao. Muangalie aliyekuita katikati ya wengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa. Tumependelewa. Wanawake Mungu anawapenda. Katika kuwapenda kwenu, mtumikieni Mungu. Mnapomtumikia Mungu, Biblia inatukumbusha kwamba tujali familia. Tuwe moyo wa mume, tuwe moyo wa familia. Tusiwe vikwazo katika familia zetu. Mwanaume atamani kuja kwa sababu amekuona. Haleluya. Asiogope. Asiogope kuja kanisani asema, wanafanyaga nini huko? Mbona mke wangu haeleweki huyu? Hata kumwambia naomba 200 na mimi nimekwama leo anasema sina. Sio mwanamke wa mithali. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke wa mithali asema alitoka mbali, alikusanya, alileta. Hata aliposogea mume wake aliona faida. Hata 500 anasema sina. Sadaka atatoa wapi? Sina. Baba. Bwana Yesu asifiwe. Baba na mbingu yake anajiandalia sehemu ya kwenda. Lakini na wewe mama una mbingu yako. Mtafutie kilicho chako Mungu wako, mpe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napendaga sana sadaka. Unajua ni shukrani ya Mungu kwamba kumekucha. Yaani ukitoa sadaka unamshukuru Mungu kumekucha. Sio kama unaficha sadaka kwamba hii hapa nitashinda watoto kuwalisha. Hapana, watakula maana Mungu amewaona. Bwana Yesu asifiwe. Watashiba maana Mungu amewapendelea. Watashiba tu kwa kupitia wewe. Amina. Haleluya. Tuwe wa mfano. Kanisa litabadilishwa na sisi. Hamna mtu wa kubadilisha mahali hapa. Tukitoa patabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Tukinyenyekea na kushuka na kumwabudu aliyetuita, aliye hai, ambaye ametupenda. Nampenda sana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ametupendelea. Tumeshona na kanguo ketu kazuri. Haleluya. Hata kama wababa wametupa lakini tumependeza sisi.
Bwana Yesu asifiwe. Wewe kila kitu ni baba. Ni sawa Mungu amekupa mume, lakini Biblia yetu inatukumbusha ujue hata kufanya chochote. Fanya chochote mwanamke. Tengeneza kitu ndani ya nyumba yako. Amka asubuhi, fanya usafi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Si unakurupuka tu unaondoka. Yule baba unamwachaje sasa? Andalie kitu, muandae, muombee, anapoenda kazini akapate baraka. Unategemea wanaume vinapandaga vyeo kwa sababu ya nani? Ya mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Ukisema cheo hakipandi, hakipandi kweli. Maana si wewe ndio baba wa kuomba? Maana umepewa nafasi ya kuombea baba na watoto. Watoto hawajulikani. Watoto wanakuja, dada amependeza, mtoto amemfunga makaratasi, kisepe kinafanya kweche kweche. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukikuona mama tumuone na mtoto wako jinsi alivyo. Tukimwona baba tuone na mama ulivyopendeza na baba apendeze. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwezekani mwanaume anakuja kama ametoka shambani, hana mke. Huyo mke wake alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Utakuta baba anatoka huko haeleweki. Kisa nini? Mama haeleweki. Mama sio wa mithali. Mama sio wa mfano. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona kuna maendeleo kuna mama mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana. Mwe wanawake wa mfano, mwe wanawake wa mithali. Mjue kutoa, mjue kuwatunza familia zenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwenzenu nimepata. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana. Ninawashukuru sana mama mchungaji, nashukuru wakina mama wote kunipa kibali cha kusimama mbele zenu. Bila nyinyi nisingeweza. Ni maombi yenu na nguvu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Wa baba, Mungu awabariki. Kanisa la Iromba mna upendo. Mna upendo, mnapenda sana wakina mama. Mnapenda sana kazi ya mahali hapa. Kwa hiyo Mungu awasaidie, akawatumie kama Mungu mlivyokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaume, Mungu awabariki sana sana kwa ujio wenu. Ninaamini Mungu yupo, atakuwa pamoja na nyie. Na saizi wanawake hawa Mungu atawatunza, watakuwa mna maelkebu. Sawa jamani mmoja ajegi kuniambia kwamba ajui hata kusuka ukiri. Wewe tumekuambia hapa. Anasema mwanamke hazimishi taa. Ukimsoma Tabita alikuwa anafuma usiku kucha, alikuwa anatunza wajane. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabita alikuwa hakati tamaa. Ndipo hata alipokufa, lakini Petro alipoambiwa, walipomlilia Petro, Tabita alifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Maana alikuwa ni mwanamke wa mfano ambaye kila wakati taa yake ilikuwa izimiki. Wakati wote alikuwa anawaza kwa ajili ya watu wengine. Nanyi tuwaze kwa ajili ya watu wengine. Mara hapa kuna wajane, kuna yatima. Bwana Yesu asifiwe. Jari tuwatunze, tuwaheshimu. Haleluya. Tuheshimu kila mtu. Tuko mara hapa kwa ajili ya kuheshimiana. Maana kazi yetu ni moja, kusongesha gurudumu ya kwenda wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tusimwache hata mmoja. Tukiona Sofia anateteleka tuseme Sofia njoo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninawapenda sana wakina Emelina Kiusa, nyosha mkono. Emelina Kiusa, Sijanga. Haleluya. Kuna wamama wanatutia moyo. Sijanga, Laheli. Haleluya. Ni wamama ambao ni wa mfano. Hata kusema utatoa 1000 sema nitatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Unamuuliza utaipata wapi, sema nitaenda kuuza mboga. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki wadada wa sasa. Unapoingia kwenye ndoa, ingia na kitu ambacho ni cha maombi. Ingia na wewe utafute. Kuna binti moja asema, nikiolewa na huyu ana nini? Wewe una nini? Bwana Yesu asifiwe. Anauliza, nataka kuolewa. Anamuoa sasa, ni mtoto wa Madivere naye ni chinga. Sasa yeye ana nini? Wewe una nini? Bwana Yesu asifiwe.
Mtaenda kusaidiana, wote atatafuta na yeye atatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Acheni maswali wa dada. Acheni watoto wetu wazuri. Huyu Lamueli alimfundisha, huyu alikuwa mfalume. Na sisi tunaomba tuwafundishe watoto wetu. Mfanye kazi, usiulize maswali kwamba ana nini? Ana nini wewe, una nini? Haleluya. Kazi ya ndoa ni kusaidiana. Ndio maana bibi atakuwa ni msaidizi wako. Bwana Yesu asifiwe. Nyumbani kwao kukoje? Kwenu kukoje wewe? Amen. Kama kubaya basi kakutengeneze. Haleluya. Haleluya. Huwa wanaume wanapendeka sana mwanamke anayependeza. Sijui mnajuaga hilo? Mke wako akipendeza na mwanaume anajivunia kwamba tuongozane bwana. Kama hivi tumependeza leo eti Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kusita. Amesikaje kutali pole baba le kutori kukwenda likwenda hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maji ni muhimu. Haleluya. Maji ni muhimu. Mwanamke ukipendeza mwanaume anafurahi. Aliniambiaga baba mmoja hivi, ni mzee mmoja wa pale kwetu. Alimwambia mwalimu. Mwalimu akasema, wanawake akasema, unajua mwanamke akipendeza sema ni mke wa nani huyo jamani? Wanaulizaga. Haleluya. Wasema ni mke wa nani anapendeza? Sema mke wa fulani. Anapendeza. Hawasemi Joy anapendeza, mtoto wa Mwakasege. Wanasema mke wa Makere anapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Mke wa fulani anaomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu awabariki wakina mama.